Alaikum salaam Sheikh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa, mimi naitwa Rashid Abedi Beleko. Umezungumzia mgogoro wa Kasela. Mimi mmevunjwa misingi miwili na kampuni ya Kodao. Lakini ninachosikitika, tumezunguka Tanga nzima hii kwa viongozi. Hao viongozi wako waliokaa hapo hawatusaidii. Hawatusaidia. Chanzo cha migogoro ya Tanga ni ofisi ya ardhi, halmashauri na viongozi walioko Tanga kwa kulindana. Chanzo cha migogoro ya Tanga ni ardhi, ama halmashauri na viongozi walioko Tanga kwa kulindana. Sisi wanatuona kama wajinga, lakini kila mtu ana akili yake. Tumelalamika kila ofisi, TAKUKURU, ofisi ya CCM, wilaya, mkoa, tunarushwa tu. Kuna jambo la EPZA tunarushwa tu. Mpaka juzi mkuu wa wilaya anasema, mkuu wa mkoa anasema yeye hajui, wakati anakwenda Pangani wananchi walimzuia barabarani. Tunaomba utusaidie kwa sababu EPZA ni serikali na serikali ni sisi. Huyu anayesema rais ndio atakayesababisha, yani hao ndio wanaosababisha rais anapata mazingira magumu. Hao unilinde kwa hilo. Unilinde kwa hilo kwa sababu ukizungumza ukweli kwa viongozi wetu ni hatari. Naomba unilinde kwa hilo. Na kulinda huyo mzee asiguswe. Haya, asante sana. Mtu wetu wa ardhi yuko wapi? Hebu tuambie mmechukua hatua gani kwenye haya mambo yanayosema. Mtu wetu wa ardhi yuko wapi? Mtu wa ardhi yuko wapi? Njoo hapa, njoo upande huu. Njoo hapa kwenye eneo. Njoo hapa kwenye kisemeo. Twende panda pale tuambie. Tuambie moja kwa moja migogoro iliyotajwa hii. Ninyi kama ofisi mmechukua hatua gani? La pili nimepenyezewa, najua ndio mtakachosema kwamba wananchi wamefuata hayo maeneo. Wakati wanafuata nyewe mlikuwa wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kukiri kwamba migogoro yote iliyoripotiwa ni kweli. Mfano, migogoro mingi iliyoripotiwa hapo utakuta kwamba ni migogoro ya makundi ambayo naomba nisiseme kwamba ni wavamizi, lakini kimsingi ni kwamba, mfano, mgogoro wa shamba la Amboni ilikuwa ni shamba ambalo linamilikiwa na kampuni ya Amboni na baadaye wakalipeleka kwenye kampuni inaitwa Hotel. Baadaye kampuni hii imekuja kupima na kuna wananchi walikuwa wamo mle ndani. Mfano, kwenye mgogoro huu iliamuliwa kwamba kulikuwa na wananchi 1506 wapewe kiwanja kimoja ili na wao wawe accommodated. Kwa hiyo kimsingi, mfano, katika mgogoro huu sisi ardhi hatuna pingamizi. Iwapo itaamuliwa kwamba eneo hili lirudishwe kwa wananchi, tunaozwa kufanya hivyo, lakini ilikuwa ni shamba ambalo lina miliki na hati. Pili ni mgogoro wa EPZA. Mheshimiwa mtaalamu, tusaidie kwanza. Watu hawa sio sindano. Ndio. Wanafikaje watu 1300? Ndio ninyi mnaanza kuchukua hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo tukiri kwamba ni kweli tumefanya makosa. Naomba tukiri hilo kwamba wananchi waga wanavamia na tunakuwa tunasoma polepole, wanaongezeka kila siku. Naomba nikiri hilo ni kosa ambalo tumefanya. Lakini kuhusu madai ya fidia katika eneo la EPZA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo lilitwaliwa na EPZA na walichukua ekari kadhaa. Katika ekari hizo EPZA wakafanya uthamini, wakalipa almost nusu ya eneo hilo, na eneo lililobaki wakawa hawajalipa fidia. Lile ambao wamelipa fidia, wananchi nao wakawa wengine wanawauzia, wakiwemo wenye viti wa serikali za mtaa.
wakawa wanawauzia na wananchi wakajenga mle. Na swala hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelishughulikia tukiwa pamoja na Mkuu wa Mkoa, na tumeita vikao kadhaa na EPZDA, na hata juzi wakati wananchi wamelalamika kwamba tumeenda kuweka alama, ilikuwa ni kuweka alama ili kuonesha lile eneo, wakati tukiendelea kufanyia kazi jinsi gani ya kuakomodate wananchi ili wasiweze kubomolewa. Kwa hiyo tayari uongozi wa mkoa chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tulishakaa na watu wa EPZDA, na sisi tukawaambia kwamba tutafute namna nzuri ya kuweza kuakomodate wananchi, aidha wapimiwe, walipe hata kama ni fedha kidogo, ili EPZDA watafute eneo jingine, lakini hili linahitaji maamuzi ya serikali kwa ujumla pamoja na EPZDA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko tayari kupokea maelekezo kuhusiana na swala hili. Ni mkoa ngapi kwenye ofisi yenu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Tanga. Kwenye ofisi yetu tuna halmashauri ambao kila halmashauri kuna idara ya ardhi. Kwa hiyo kuna idara ya ardhi ya jiji, lakini mwisho wa siku kimkoa sisi ndio tunasimamia. Ninyi watu wazembe sana. Anajenga mtu wa kwanza. Anajenga mtu wa kwanza kwenye eneo lililofidiwa. Anajenga wa pili. Anajenga wa tatu. Anajenga wa nne. Mnawapelekea umeme, mnawapelekea shule, alafu mnapeleka alama za kuwaondoa. Hii akili ya wapi? Sasa niwaombe mambo matatu Watanzania wenzangu wa Tanga. Niwaombe mambo matatu. Moja,